Hii maisha imekuwa ngumu. Ruto ameongeza maisha bana, hadi mtu anakunywa chai analala. Nakumbukaga venye Ruto ametupeleka. Natamani kusikiza hii wimbo. Hii wimbo iliimbwa zamani. Nagira muthenya tugakote irio ciarĩ cia hwaĩ-inĩ. Sai siku hizi tunakunywa chai tunalala. Kujipiganisha. Maisha imekuwa ngumu. Kasongo ametuweza na bado anapeleka pesa makanisani milioni 20. Sasa leo tumeshinda, watu wameshinda wakigoma. Sisi tumeshinda Kitengela na Bwana Rigiji tukiwa kama mfuasi wake. Lakini nimeona kwa vyombo vya habari ile inagonga kichwa hapo ni maandamano yaliyokuwa kule Jesus Winner Ministry. Na polisi walikuwa wamemwagwa huko. Walikuwa wamezungushia kanisa mzima ati Gen Z wasiingie. Na ati ni sababu Pastor Edward Moi alipewa milioni 20. Saa hiyo kuna watu wanakaa chini ya miti wakisoma mashuleni. Kuna watu wanalala ICU na wanalala hosi wakiwa hawana malipo na serikali haiwalipii kwa sababu SHA haifanyi kazi. Hiyo milioni 20 hata ungepeleka hosi moja upeane useme mitambo yenye inatumika huko ya SHA ya upgradiwe. Hata mashini ya kansa ni ugonjwa ambayo imekosa tiba. Hata mashini za kuscan ziko na mashida. Hiyo milioni 20 ungepeleka kwa hosi moja ungesaidia watu wangapi? Lakini unaitoa unaipeleka kanisani. Sasa hizo ukiipeleka kanisani unaenda unatuambia ati ni mhodhi, ati ni sadaka. Sadaka gani hii unatoa milioni 20? Tena unatangaza mbele ya watu. Ungeitika bahasha urushe kamhodhi yako hapo na useme umetoa kamhodhi yako na Mungu atakubariki. Lakini wewe unaenda kutangaza nimetoa milioni 20. Naleta bado milioni 100 hivi karibuni. Very very unfortunate. Ati vijana wanaenda kuonyeshana vile mambo kama hiyo si mzuri kwa nchi yetu ya Kenya. Mnashika vijana 38 ati ndio waumie ili msipate criticization about what you are doing. It's very very sad. Sasa kama mimi nakunywa chai na lala, unaenda kibarua unapata 200. Ndio inalipa nyumba, ndio unakula, ndio unakunywa, na pia ndio unapewa wale watu wanafaa kupata mahitaji kutoka kwako. Mimi nasikia huzuni sana nikikumbuka pahali nchi yetu ilikuwa wakati wa Kibaki na pahali imefikia siku ya leo. Hiyo ndio inafanya hata mimi nishike mkono wale watu wanasema kwa pamoja Ruto must go. Na as the time comes, kwa sababu Raila amesaliti wananchi kwa kufanya broad based na Kasongo na kufanya mikataba ambazo amekuwa akifanya kwa serikali sasa 4 ambazo zimekuwa za kumuumiza mwananchi. Sasa kwa kauli moja sisi wote tunasema Ruto must go. Na pia Raila asipo change mind yake, kwa sababu ametukosea sana, amesaliti wananchi, hata yeye ataenda na legacy mbaya akiwa mzee nyumbani.
Kwa hivyo tunamuuliza Raila akae kwa serikali, lakini ajua hata yeye ataenda nyumbani. Kama sio hivyo, aamue kukula ndani, arudi aamue kukuja upande wetu ili tufukuze Kasongo kwa pamoja. Kuna uwezekano Raila anaweza kuwa anashikana na Ruto ili IEBC ifanyiwe ukarabati, ili NADCO report itekelezwe kwa in full, ifanyiwe implementation in fully. Then after hapo Raila atangaze anasimama presidency ama atangaze anaunga Kalonzo mkono. Tunangoja. Lakini hata kama tunangoja, Raila ujue umetusaliti. You have betrayed the people of Kenya and only God knows the reason and your heart. Those are the only two people who knows why you have betrayed the people of Kenya. But one day, this day will be remembered in our history. Hiyo siku ambayo umesaliti wananchi na kufanya mikataba na serikali ya kuondoa ujinga, umaskini, sijui nini, ufisadi. Lakini umekuwa ukifanya hivyo na ufisadi haziishangi. Kwa hivyo this is not the first time. This is not the last time. You have been always doing that. And we hope you may be continuing to do the same. Unaamua kutushika mkono na kusimama na raia, hapo katikati unaruka kwa serikali. Unasaidika we mwenyewe. Saa hii hatujasikia ukisema mambo ya watu wa Turkana, watu wa Mandera, watu wa Mombasa. Unasema tu kuhusu mambo ya Kisumu. Ukiingia pale kwa serikali unatetea tu watu wa Kisumu, kushughuliki na watu wa maeneo mengine. Lakini mtu kama Rigiji akisukuma Kasongo, akisemaga ni msaliti, ni mkora, ni mfisadi, anaingiliwa ati ni mtu wa mitego. Yeye mwenyewe, hiyo mitego Ruto mwenyewe ndiye alisema hakutaingiwa mambo ya handshake ama mambo ya hizo broad based. Gachagua akajaribu kufanyisha hizo kazi za Ruto kazi, akaona hazifanyi. Akajaribu kuunga serikali mkono, akaona serikali ni mbaya, ndiposa akaamua kuipinga. Sasa hii venye aliipinga kidogo, jua inafanya mambo ambayo haistahili kwa mwananchi. Anaambiwa ni mkabila, anaambiwa hana heshima kwa president. That is all what this government is about. Lakini siku zijazo, we are for you. We are coming for you. Our votes will count. Hata Kisii Raila ameenda, amekejeliwa. Inaonekana hata Wakisii wamekubali amewasaliti. Kwa hivyo Kenya mzima tunajua tutashikana pamoja na tutapeleka Kasongo nyumbani. Vile tu alikuwa anatuambia mambo ya uwanja, mambo ya barabara, mambo ya housing. Hata sisi tutamwambia hivyo tukimpeleka nyumbani. Vile tutampeleka kwa hiyo barabara ya Nakuru kutoka State House kwenda Westland, kuteremka hivyo Kinongi, kuteremka hivyo Naivasha, kupanda hadi Gilgil, kuteremka hadi Nakuru, kupanda hadi Salga, kuteremka hadi Mau Summit, hadi Eldoret, tumpeleke mpaka Sugoi. That is all what we want to do. Na tutafaulu. Subscribe kwa hii channel yangu, tutakuwa tunapatana kwa mitandao ili tusaidiane kupeleka Kasongo nyumbani. Na I'm sure one day you will remember us together with Rigiji, together with Kalonzo, Matiang'i and Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, Martha Karua, John Medhu, Karungo Thang'wa, Aija Jina. Tutashikana pamoja na wengine tusukume Kasongo hadi nyumbani. Subscribe kwa hii channel yangu,
tuendelee kufanya kazi pamoja, tuendelee kusukuma serikali tufanyie kazi, tukingoja 2027 tuseme enough is enough, waende nyumbani. Asanteni sana.